Afadhali hata kauli hii ya Waziri Mkuu Dr. Mchemba kwenda kuisafisha Muheza. Mambo gani? Mheshimiwa Waziri, nenda kasafishe wote pale, wilaya ianze upya hii. Kutokana na ubadhirifu mkubwa wa fedha za umma ambazo zilitolewa kwa ujenzi wa baadhi ya miradi. Hivi karibuni tulizungumza kwenye mradi ule ambao tuliona nondo hazipo, zimeibiwa nondo na baadhi ya vifaa vingine ikiwemo gypsum katika jengo la halmashauri ambalo linajengwa na jengo hili limesimama. Sasa tumeona pia Waziri Mkuu amekazia zaidi akiwa na kikao akizungumza pia na waziri wa TAMISEMI. Muheza ndo wilaya iliyo disappoint kwenye ziara nzima. Wilaya moja hii vyote hivi vimechepushwa. Huyu mhandisi Age Engineering Limited amelipwa milioni 98.7 bila kuwa na mkataba. Mmemlipa za nini? Huyu kalipwa za nini? Shauri mwelekezi Age Engineering and Consultant amelipwa milioni 11.9 bila mkataba. Amelipwa za nini? Jengo limesimama halijaisha, milioni 343.9 zimetumika nje ya mradi. Lipana posho. Fedha za ujenzi mpaka mradi umesimama, lakini pesa hizi zimepigwa, na yupo mkandarasi ambaye yeye amelipwa milioni 90 bila kuwa na mkataba. Imagine milioni 90 bila kuwa na mkataba. Yaani hata kodi tu ya 20,000 mtu nyumba unatoa mkataba, mtu unamlipa milioni 90 hata mkataba huna. Hii ni hatari sana. Hizi ni fedha za wananchi. Ni hatari kubwa sana. Kuna baadhi ya nondo zaidi ya milioni 9 hazijafika kwenye mradi toka zimechukuliwa dukani mpaka leo hazijafika kwenye mradi yani zimeishia katikati kule, zimechukuliwa zimelipiwa huko hazijafika. Imagine bado simenti mifuko zaidi ya 300. Kwa hiyo hali ndio hiyo, lakini tumeona kauli ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiamua kupiga spana katika mazingira haya ili kujaribu kurudisha heshima na amemwagiza waziri wa TAMISEMI kwenda kuisafisha Muheza. Na hii ni dosari ambazo zipo sehemu nyingine nyingi. Unadhani changamoto ni nini sehemu hizi? Je, hazina viongozi mpaka waziri mkuu afike, ama mamlaka zingine zinakuwaje? Una maoni gani kuhusiana na hili?